In Jesus' name, God bless you, sir. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Karibu askofu. Asante sana. So God bless you so much. Nafikiri sasa tutapata nafasi ya kuendelea haraka kwa sababu wakati nilikuwa hapa nilikuwa hapa nilikuwa nimeambiwa 30 minutes na nikaona imepita. Nikaona askofu unajua lazima usome. Mtu mwerevu anasoma. Nikaona askofu anataka kuniwema lakini anashindwa hata. Unajua akaona hanitoi hapa lakini nikasoma. So I had to cut short. Lazima uwe mtu mwerevu. Si ndio? Na mtu domd. Najua tulikuwa tunaambia na mtu mwingine, mtu anatumia kogosi. Kogosi ni akili. So nikasema so ilipita lakini Mungu ni mwema, si ndio? So nimepewa muda wa ule pale utafikisha, Mungu atatubariki sana. Na nilikuwa hapa nikajitambulisha, nikasema maybe kumekuja mtu mgeni. Nikasema hata nimesikia yes. Jina langu ni Joseph Ng'ang'a Munywa ama known Baba Jimmy. Kija kwa Bishop Katimu uliza Baba Jimmy, sasa ni kama kuna mwingine. Na kama kuna mwingine hajulikani kama mimi. Bwana asifiwe sana. So thank you so much. So wakati ule ulikuwa wakati wa testimony, na hiyo testimony ilikuwa mrefu na nilirukaruka kwa sababu ni mambo mengi, lakini now I need us to share ile topic niliwaambia. Bwana asifiwe sana. So sasa expect iwe sasa na karamu. Najua kuna watu walisema ati wanaandika kwa moyo. Moyo huwezi andika hiyo maneno yote. See, that's why we have Bible. Si Bible, sana Bible iliandikwa ndio tusome. Kama wale walikuwa zamani wangeandika kwa moyo, si wangeenda na hiyo moyo. Si ndio? So I had a topic to share with you, and this is a time about nilikuwa nasema pathway to blessings in life. Hii ni kitu mimi ni kama vile this is my manual. Bwana asifiwe sana. Unajua ukienda kwa wale watu wanatengeneza magari, mtu akwambie mimi niliasebu gari kutoka mwanzo. Bwana asifiwe sana. Na ikaenda. Sio mtu akona testimony. So this part of my testimony but also is a manual ambayo mimi nimeona it worked. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. So kuna barabara. Sema barabara. Kuna barabara ambayo unapitia ndio ufike kwa baraka zako. That's how I can elaborate it. Bwana asifiwe sana. Na jambo moja, kwa sababu nimepewa 20 minutes Bishop, I have like 10 points, but manage kama 3. Tunakuja. Sinaenda Kenya tena turudi. Isikile hata tulikuwa na mtu mwingine, ukipewa pahali uongee, humalizi maneno. Ndio siku nyingine waambiwe oka, isdigo. Bwana asifiwe sana. Ndio kija that's hiyo ni yetu. So kuna jambo la kwanza ambao mimi huwa napenda sana. You know one thing, na tunaongelesha watu ambao wameokoka, si ndio? Mtu akiokoka. Na mimi nimejua jambo moja. Kuna watu wamekaa kanisani miaka mingi. They are church goer. Si wanaenda kanisa? Si wanaishi kanisa? Si wanaishi hapo kanisani? Na unakuta mtu kama, because it's not possible, ama sio vizuri, mtu kama Bishop Katimu tukae na yeye miaka hiyo tumekaa naye kanisa, I think from 204. Sasa wakati mimi nilikuwa member, niliingia kwa membership ya kanisa la Bahati 204 January tarehe 6. Sio hiyo miaka. Na sio vizuri uishi hapo na Bishop, watu wakuja wabarikiwe, wakupite na umekaa hapo chini na unakuja kanisani na hubari. There is a problem. Haki lazima in fact tunafaa kujichunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa mimi nataka kuambia namna hii. Si hao watu ambao hawabarikiwi na wamekaa kanisani wameokoka. So kuna pati moja ya kuokoka na kuna pati nyingine ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeoshwa na damu ya Yesu. Hiyo tukatai. Lakini who are you? Bwana asifiwe sana. Ndio nashukuru sana tukija hapa. You know Bishop, I thank God. Hapo nje naona magari, unaona hakuna mtu hana gari. Sitaki kujua kama ni za loan, hata sisi tuko na maroni.
By the way, mimi napenda roni. Mimi napenda kukopa. Siku moja nilienda nikaangalia, nikaanalyze. Unajua lazima utajiri yako uangalie. Ubaya ni madeni yawe mingi kuliko ile uko nayo. Lakini so long as you balance. Sasa hiyo tumeingia management bishop. Hiyo hata bishop ananipeaga na hubiri kanisani. Lakini hatutaingia hapo. Ukiangalia uone utajiri yako mama charity ni 100 million. Na madeni ni 120. Wewe waro wako ni mudhiru. Wewe ni kwisha kabisa wewe. Si ndio? Lakini ukiangalia unafanya analysis. Unaona na utajiri wangu ni milioni 200. Lakini kile nimekopa ni 20 million. Wewe una survive. Kwa tile hakuna mtu hata ulizeni akina Uhuru na Ruto. Wako na madeni ya watu. Lakini wako na tuache hayo. Kuna jambo moja ningetaka kuambia. Ukiokoka, okoka kabisa. Bwana asifiwe sana. Ukitaka mtu akubariki. Sasa tunaongea mambo ya baraka. Sasa bishop anahubiri baraka ya maneno ya wokovu, mimi nahubiri baraka ya dunia hii. Si ndio? Kwani ni vyema uende mguu? Kwani ni vyema uishi tu kama mtu hana njia? Na nikwambie kuwa na pesa sio shetani. Najua zamani kuna ile mahubiri mtu agani shetani pesa, hapana. Kuwa na pesa ambayo imebarikiwa. Bishop tulikuja na mguu, tulikuja na ndege. Kama hii kulipwa, tungekuwa Nairobi. Na by the hakuna vile unaweza jirusha. Atuseme by faith ni aguke Seattle. Hata ukiwa na madhabu inakaa namna gani? Huwezi, si ndio? So kitu moja ambao tunapenda ni kutembea na Mungu kikamilifu. Sema walk with God. Kutembea na Mungu kamili na kutembea na Mungu kikamilifu ndio inaitwa. Ukisema mimi nimeokoka na nimeokoka kabisa, damu ya Yesu imeniosha, utembea na Mungu kikamilifu, ndio tunasema walking with God. Bwana asifiwe sana. Na hapo kutembea na ama walking with God, hakuna vile unatembea na Mungu bila agreement. Si hata imeandikwa kwa Bible, two cannot unless they agree. Hapo ndio mtu ana mama shoga. Hapo ndio unaita Mungu, mna agree kitu. Na Mungu kwa sababu nimeokoka, nataka kutembea nawe kikamilifu. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza, sasa hapo mnaanza na Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa kutembea na Mungu lazima nawe uoneshe Mungu ya kwamba kwa sababu unatembea na Mungu hivyo ndio barabara yako ibarikiwe. Lazima uwe mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni watu wangapi unajua? Huyu mtu ameokoka lakini tujia twake ni tujia twakado, si mnaelewa hiyo tujia? No, lakini hawa wako na hiyo tujia, sio sisi ndio? Si tunaangalia mbele vizuri. Bwana asifiwe sana. Kuonesha Mungu kwamba you are righteous, lazima uwe na pure heart. Ndio Mungu na yeye mkiagiri mtembee pamoja, uko na moyo msafi, ndio Mungu akupeleke from this glory to another. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja? Yes, tajaribu nikibie kidogo. Agreement with God. Si ndio? Na mtagri na Mungu namna hii. Mungu nataka kutembea na wewe. Na Mungu akija Mungu akikuangalia anaona wewe umeokoka kabisa, you are righteous na moyo wako ni msafi. Mungu lazima akubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya pili ni you have to show obedience to God. You have to obey God. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka mtu ambaye anamtii. That's right, brother. Bwana asifiwe sana. Na kutii, unaweza kosa kutii Mungu. Unajua watu wengine wanaona Mungu. Unaweza kosa kutii mchungaji wako na uwe hautii Mungu. Imefika hiyo. Kama sasa, I like Bishop. Na mimi nasema kwa sababu wako hapa. Mimi Bishop akinipigia simu, there's one day aliita kwa ofisi yake. Akaniambia, Baba Jimmy, kesho nataka twende, hata sikumbuki ni wapi. Na kesho hiyo nilikuwa nimejicommit 100%. I think it was on Monday. Nikashindwa kai. Sasa nitafanya. Najua nilimwambiaje? Aliniuliza nikamwambia Bishop tutaenda. Kufika hapo nikitoka kwa stairs, damu irate. Siwezi rudi. Sasa nikawa between the rocks, siwezi enda kwa Bishop nimwambia wacha tupidue. But tomorrow I had a very a good commitment. Kwanza ni ya kuuda pesa. Singebadilisha. So
to obey God ama kuobey your servant, the servant of God, pia ni kuobey Mungu. Do you know tulienda na bishop na nakumbuka the following day niliongezewa maoda nikiwa na bishop. Nikienda nikapigia mtu kwambia sikiza, kesho bishop aliniambia nimpeleke pahali, wewe postpone hiyo mkutano wetu. By the way, remember alikuwa either Wainaina. Tulikuwa tunaenda ku make deal ya Mungu deal ya Mungu. Unajua kuna madeal, unajua watu wa madeal. Mimi si wa madeal, mimi ni deal ya Mungu. So obedience with God ama obedience to God pia inakuletea baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia ukiobey Mungu sana, not even blessings, kuna kitu inaitwa special blessings. Ila baraka zingine ambazo ni za ajabu. Wacha tuziite hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ukiobey Mungu vizuri ama umuobey zaidi, Mungu anapatiaga mtu kitu inaitwa sikio la kumsikia. Sema sikio la kumsikia. Sikio la kusikia Mungu, si ndio? Unajua kuna kama sasa tunaweza kaa pahali hapa. Usikie kuna mtu hakusikia Mungu, mwingine amesikia Mungu. Na ndio naona watu wanasema huko kwetu tumebarikiwa, lakini mwingine atakuuliza tumebarikiwa aje? Mimi sikusikia vile tulikuwa tunaabua. Si ndio? Ukiobey Mungu zaidi, brothers and sisters, Mungu anakupatia sikio la kumsikia. Na sio hivyo tu, za kumsikia kila wakati. Kwamba unaweza kaa pahali usikie, hata unaweza enda pahali usikie kuna mashamba watu wananunua wakiuza. Na kuna mwingine hata Mungu yeye mpeleka kwa hiyo barabara hata sikia chochote. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Bishop juzi nimeenda Rogonot kwetu. Nikakaa pahali. Nikasikia kuna shamba inauzwa pahali. Watu wakaanza kudiscuss shamba inauzwaje. Nikauliza Mungu, na si Mungu kubali tu ninunue. Kwenda kuuliza, nasikia ni 3.5 million per acre. Nikashindwa nitafanya nini? Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu nimesikia, nikaenda nikapiga magoti. Si niko kwa barabara ya kubarikiwa. Juzi nikarudi nikasikia shamba nitapewa. Na nimeacha deal ikitengenezwa na wakili. Friday nimeona nimetumiwa ni sign. Nikasainia kwa rumu yangu nikatumwa wakafanya vile walifanya ikipelekwa kwa wakili. Bwana asifiwe sana. Nasikia juzi mwingine anaenda kusema ile shamba anakelea 4.5. Akaambiwa hii ilisainiwa kitabu. Bwana usio muona ni mudhi. Na mimi niko Amerika hata jameni sijatoa hata kitu. Bwana asifiwe sana. Kuna ukitii Mungu vizuri, kuna baraka Mungu anakupatia special ya barabara ya kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Point number 3, tutakibia tu ndio tusikose. Bishop tunataka kumsikiza. Naye ako na maneno yake ile kabisa ya juu, si ndio? Point ya 3 ni kwamba honoring God. Sema kuheshimu Mungu. Kuheshimu Mungu ni njia moja ya Mungu kuweka kwa barabara ya baraka yako maishani. Pathway to blessings in life. Bwana asifiwe sana. Kuheshimu nani? Mungu akiona kabisa na muheshimu, si atafurahia? I thank God. Najua leo bishop niliamka mapema. Kwa sababu Sunday mimi naamka saa 10 bado. Saa 10 za Kenya. Tunaheshimu Mungu. We honor God. Bwana asifiwe sana. Kwa kanisa unakuja mapema. Sisi wale pastor anatupigia hukuja. Tulikuwa tunakungojea, Bwana uko wapi? Bwana asifiwe sana. Kariki utano Bwana wewe uliendaje? Sisi hatusukumwi. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni njia moja ukiheshimu Mungu. Ukiheshimu Mungu, Mungu anatengeneza barabara yako ya baraka. Bwana asifiwe sana. Kuna makanisa tunajua watu wanasumbua wachungaji. Na mekuo si wameokoka. Kumbutugaje na kufuata. Wewe Bwana sasa hapa hatukuoni. Bwana sasa siku hizi hutoi tithe. Bwana wewe uliendaje? Sisi tunajua kuheshimu Mungu. Bwana asifiwe sana. Through the servants of God. Honor God. Bwana asifiwe sana. Ukiheshimu Mungu sana, Mungu atakupatia special favor. We have seen it. Favor above hata huwezi elezea vile kunaenda. Bwana asifiwe sana. Lingine ni kwamba ukiheshimu Mungu sana,
utakuja hapa kanisani, there always your word. Kuna neno lako litakuwa likisemwa kila, a prophetic voice, a prophetic message concerning you. Bwana asifiwe sana. Ndio naona watu wanakuja kanisani, mtu anasema na leo Mungu ameninenea. Why? Mungu anakubuka pale ulimheshimu. Mungu anakubuka vile unapelekana naye kwa hiyo barabara ya kumheshimu. Do you know what God does? Mungu kila wakati ana release your prophetic word. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jambo la nne ni kitu inaitwa hard working. Hard working, kuwa hard working. Si ndio? Kuwa hard working ni njia moja ya kutengeneza barabara yako kwa baraka maishani mwako. Do you know Mungu hataki laziness? Na ndio unajua lazy people wako katika nyumba ya Mungu. Kwanza wanajazana huko. Bwana asifiwe sana. Wakisema Mungu hanikumbukagi. Mimi naenda kanisani lakini Mungu hanioni. Don't be lazy. Don't be lazy. Sisi ukituona zamani mimi nilijua kulala masaa imepita maine ni dhambi. Ulale saa 7 na huwezi kufa. Najua nasema ati najua daktari anawadanganya ati usipolala masaa 4 ati pale manane pale kwa uzee ati utaona chemta makuni. Nani aliwaambia namna hiyo? Nani aliwaambia? Bwana asifiwe sana. Mimi naamini 4 hours are enough. Na ndio niongelea limwe. Lakini hata nikiongeza moja iwe 5, si mimi Mungu ananibariki. Njia moja, pathway to blessings in life. Let's be hardworking. Bwana asifiwe sana. Don't allow laziness. Bwana asifiwe sana. Pia kwa hiyo maneno ya hardworking, don't misuse kile Mungu amekubariki nayo. Bwana asifiwe sana. Don't misuse. Watu wanabarikiwa wanashindwa kupaga ile vitu Mungu amekupatia. Become a good manager of yourself. Bwana asifiwe sana. Watu wanabarikiwa lakini hawajui kujimanage. Watu wanabarikiwa hajui kujipanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia manage your time. Bwana asifiwe sana. Manage your time properly. Watu kama sisi ambao tuko na mambo mengi. Hata ukiuliza askofu hawa kwa sababu mtu akiitwa askofu akona maneno, si ndio? So na Bishop Shoga ana manage kanisa, ana manage kazi yake, si ndio? Ana manage watoto wake si wakubwa sana, si ndio? You become manager of yourself. Manage time. Panga kesho nitaamuka. Although tukiwa hapa sasa Bishop atupagi. Kesho unajua hata najikuta juzi saa 3 niko kwa kitanda. Goli Idria kate, lakini sasa lazima ukae kwa kitanda sababu sasa nitaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Si niko Amerika. Ukikumbuka bado ningekimbia, siwezi kimbia niko Amerika. Lakini tukiwa Kenya, ningetaka kuje Kenya ushinde na Bishop Katimu. Utaona kama una waste time yake. Ako busy na mambo yake. Managing himself. Managing time yake. Bwana asifiwe sana. Sisi sio lazy people. Bwana asifiwe sana. We are hard working people. Tunakimbia. The other point number 5 ya pathway to blessings in life ni giving. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoa. Watu wataki kutoa. Wanataka Mungu awape lakini ni ile mkono inaitwaje? Na ingine baya. Hiyo Bishop anasema. Bishop anajua hii majina sana. Zidi pale nimesikia mkono gamu na mkono birika. Hiyo birika zote na hiyo mikono. Bwana asifiwe sana. Let me tell you. Kuna watu kutoa ni gumu. I know one day there is a brother in church. Na sitataja wazao unaona mitabo iko kule natuangalia. Najua nimekaa hapa chini, nikienda ukaa chini shakati nilikuwa hapa, nikatumua picha yangu nikiongea. Watu wakatuma picha kutoka Kenya. Kwa hivyo hata sasa najua wakiwa bali wako Mungu anawabariki sana. Lakini sasa wamelala. Sasa utaki kutaja mtu asikuje kule vita. Wewe ulienda Amerika kutaja mimi. Wewe lakini sasa wamelala. Bwana asifiwe sana. Sasa wamelala kabisa. So kijana mmoja alikuwa ananisubua. Nikamwambia kuja. Unataka kufanya nini? Na kwa sababu kuna wakati tulikupatia pesa kama Brothers Union. By the way mimi ni mdogo wa brother, mdogo wa chairman kule kanisani. I'm vice chair.
So kijana nikamwambia, sababu tulikupatia 15,000 uende uanze biashara. Ulifanyaje? Aga nini? Sasa nikamwambia nikasha. Sasa nikamwambia etoro ndaigo. Sasa nikamwambia sikiza na nikamwambia sasa nataka kupatia, unataka kufanya nini? Nikamwambia nitakupatia pesa. Na ukiwa umesimama hapo nikampangia vile atafanya na atoe fungu la 10. Ndio nilimpatia na kutoa ilikuwa gumu. By the way tulivutana sana. Na kama alitoa na fujo na huyu kijana hakubarikiwa. Bwana asifiwe sana. So giving ni njia moja yako ya kutengeneza barabara yako ya kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Giving in the church. Bwana asifiwe sana. Kutoa offering, kutoa tithe kikamilifu. Najua kuna pia kutoa tithe na hutoi kikamilifu. Kutoa offering, kutoa tithe fully ni njia moja unatengeneza barabara yako ya kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Ingine ni kutoa katika church project. Bwana asifiwe sana. Ukitoa katika church project, your pastor ama mchungaji wako anasema tuko na project ya kanisa. Utoe kwa hiyo project, kuna barabara yako unatengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kusaidia the needy people. Bwana Yesu asifiwe sana. I thank God Bishop ametulea mzuri. Sisi kutoa kitu upatie mtu ambaye anahitaji. Sisi hatuna shida na hiyo. I remember last Sunday nilikuwa na 4 harambes. Tatu ilikuwa pre-wedding na ingine ilikuwa ya mtu ambaye alikuwa mambo ya hospitali. Giving to the needy people. Unajua na tunaanza na tithe. Tunaanza na kanisa, alafu tunapea the needy people. Si hata Bible inasema wale ambao wanashikilia masikini niga imeka gata. Gwatio tiguo. So helping the needy people. Mungu akifurahia pia ni barabara yako ya baraka unajijengea. Bwana asifiwe sana. Devoting your time. Devoting your time is also giving. Siku iko na masaa ngapi? 24. Giving 2 hours and 40 minutes. Tithe ya masaa kwa siku. Kujitolea masaa yako katika huduma is part of giving. Na pia inatengeneza barabara yako ya kubarikiwa. Point number 6. Allow the anointing working in your altar to change your life. Madhabahu haya. Anointing ambayo inafanya kazi hapa na mchungaji wako, uikubalie ibadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. How do you do it? Flow with the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali mafuta hayo. Kwetu watu wamebadilika. I thank God. Na Bishop Shoga na Bishop Elijah ndiye anaweza kuambia wewe ulikuja huko. Like kanisa letu la Bahati. Huwa napima sana. Wakati tunaenda Kikope kutoa pesa, kuna watu kama 350 ambao wanafuata. Na watu kawaida hawakosi. Unaona mtu, wako na tugari, wako na tukitu, wako vitu wako nayo 300 ama 400. Hatuko watu wangapi? 1000 na kitu. Kuna watu wamekubali mafuta ambayo inafanya kazi kwa madhabahu yetu, ambayo imemwagiwa mtumishi wa Mungu. Kuna watu wamekubali mafuta hayo yafanye kazi. Ukikubali hivyo, hiyo barabara yako inakuwa sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingine, blessing your pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbariki mchungaji. Hapo na Bishop Shoga amenua, piga Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Kubariki mchungaji wako. Bwana asifiwe sana. Is not in order. Wewe unakuja unakaa hapo chini. Niwaambie ama nizowaambie? It's good to ufuatilie, to know. Wewe fanya uchunguzi. Uangalie mchungaji wako. Kuna jambo anaweza kuwa anapitia. Maybe anaweza kuwa anapitia kitu lakini Mama Shoga hawezi kuja hapa ku-announce. Mama Shoga hawezi kuja hapa aseme tunapitia hii. Wewe omba Mungu akusaidie ujue vile mtumishi wa Mungu anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Angalia, become what do you call it? A burden bearer na mchungaji wako. Si ndio? You know, I thank God. One day, kastori sasa hapo siku moja tuli na Bishop Ereja, you remember, even Bishop anakumbuka. Tulikuwa tunaenda Nakuru kule conference. Na siku moja, mimi Mungu ananisaidia kuona mimi nikiwa na nyinyi, mimi nitaona huko. Mimi sionagi hapa. Hapa niliona wakati nilikuwa bali. Nikifika hapa naona kule mbele. Nikaita watu, nikawaambia hata Bishop wa timu hajui, lakini nitasema leo. Kwa sababu niko hapa, nikiwa pale sitasema, nasema nikiwa hapa. Hapa umekubaliwa. Hapa umekubaliwa kusema vitu hapa. Nikaambia watu wawili watatu, kwa nini tukubali Bishop Gatimo alale kwa dormitory? Na mimi niliwitness Bishop alilala kwa dormitory. Dormitory moja ambao tulikuwa tunalala watu huko. Watu kutoka kwa Masai. Unakumbuka? Alikuwa anategewa, mlikuwa anategewa dormitory kwa shule. Conference, nikaambia watu wawili, it will not happen again. The following conference, Bishop alitaka kwenda Nakuru, nikamwambia Bishop, mka yako imelipwa. Akauliza gani? Nikamwambia ukifika Nakuru, hoteli inaitwa Gaburu Hot. Na kutoka siku hiyo Bishop hakulala dormitory tena. Amen. Alikuwa nakuta room imelipwa, breakfast na ubaya yake sasa hakuwa nakula chakula. So lakini hiyo sio shida. Hata siku moja aliniambia, na nimulihete hiyo. Nikamwambia tumelipa, akaniambia mimi lakini haina shida. Bora tumelipa pale pazuri pakula. From that time hakulala dormitory tena. It's not in order. Mchungaji wenu akusanyike tena kodo. Tuona akitoka bathroom wanapitana huko na watu. Tulisema hiyo hatutaki. Na since then hakulala huko tena. Bwana Yesu asifiwe sana. So ni vizuri kubariki mtumishi wako. Barabara hiyo unatengeneza inakuletea baraka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Check what the author needs. Unaweza kuwa umekaa hapo, mchungaji yako hapa na hakuna mtu anafanya nini? Maybe mchungaji anataka maji. Maybe kuna kitu natakikana kwa madhabahu. Bwana asifiwe sana. Some years back, mimi ni mtu anaangalia, nikaangalia what can I do to this church? Nikipita pale mbele, nikaangalia viti ile elders walikuwa na bishop. Nikaona itesia vile huko tena na hatukuwa tunaona. Kiti imeisha, nini imeisha, nikasikia vibaya. Do you know the following Monday nilikuwa nimeenda pale viti natengenezwa. Hata bishop hakujua. Na wakati nimeona dada mwingine na yeye akanipigia simu. Mimi niko idasirelia kwa viti. Baba Jimmy, kuna pale tunazanulia bishop kiti. Nikamwambia hata niko hapa nanunua. Akaniambia Mama Jo. Amerara. Asante. Akaniuliza, "We?" Nikamwambia, "We, sasa nikasema sitanunua peke yangu." Akakuja tukanunua pamoja. Si hiyo ni madhabahu? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunasema allow the anointing work in your altar. Ifanye nini? Ikubariki. Doing that, brothers and sisters na wachungaji wetu, kuna barabara ya baraka ambao unauda kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ya samba, mbakisha 3. Stay with peace and honor with your people, the church, marafiki ama churchmates. Wacha tuite churchmates. Kuna watu wako kwa kanisa hawabarikiwi milele. Why? Hawakai na heshima na wale watu wako kanisani. Bwana asifiwe sana. Unakuta mtu anakuja kukwambia mambo ya yule mwingine, mshene, si ndio? Hata kuna mwimbaji Kenya ameiba atijukoshitigirwa. Amesema Benedea ameiba sasa menye ni ya wanaume agawana. Si ibo napenda sana. Ainijegi lakini honestly mshene imebaki na wanaume. Unakuta mtu anakuja kusimamisha kwambia mambo ya mchungaji. Wewe unakubali kwa nini? Unaona kama mchungaji, wewe unamwangalia siku hizi akona kitu. Siku hizi unaona kama akona material. Wewe unasema kwa nini? Sasa lazima tujaribu sana tukae na heshima na wachungaji wetu na pia na wale ambao tunashiriki na wao. Usikubali mtu wa maneno
Mimi kuna jamaa moja kanisani, na hiyo sitataja sasa. Anaweza kuwa huyo ameamka. Kuna mtu mmoja kwa kanisa yetu gate ukiingia alikuwa anazoea kuongea maneno ya bishop. Na mimi nikaambia mtu, who can stop that man? Do you know within a year that brother was done? Takahama akaisha. Bwana asifiwe sana. Hiyo pia ni kitu inaweza kusimamisha baraka yako. Are we together? Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ya 8, you must realize God's blessings. Lazima urealize kwamba kuna kitu Mungu anakufanyia. How? By thanksgiving. Kuna watu Mungu ambao anapeleka mbele, anawahudia njia ya baraka, lakini hawagudui. Mtu anasema hii ni mimi nimefanya, kama si ambao tumebarikiwa. Ni Mungu amefanya hii, mimi nimejitahidi mpaka nikapata. We have to realize baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya 9, partner with God. Nakibia hiyo point na lega, lakini najua inatusaidia. Naona nimebakisha dakika 3. Partner na nani? Partner na Mungu. Baraka ambazo, kwa sababu Mungu anakupeleka kwa hiyo barabara ya baraka, usikubali. Bwana asifiwe sana. Ama realize Mungu anakubariki ama Mungu amekuinua, make sure you partner na Mungu. How do you partner na Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unawezaje partner na Mungu? Sasa hii iko na level nyingine sasa. Hii sasa sio ile tunasema tithe. Hii si ile ya tithe. Si tithe umemaliza? Si mambo tithe hiyo sio offering na tithe. Kupartner na Mungu ni chochote ambacho uko nacho. Make sure kimepartner na Mungu. You become a partner with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Either it's your business, either whatever you have. Bwana asifiwe sana. Mimi saa zingine watu hawanielewi. Kuna wakati naweza enda nisikie bishop anataka kwenda Nakuru. Mimi kwa mpango tu namwambia bishop usiende na gari yako. Nasikia ako na gari yake tuko na V8. Tuko na V8, si ndio? Namwambia bishop usiende na gari yako. Na mimi nitasema leo hajui. Atasikia leo. Kwa nini nafanyaga hivyo? Namwambia kwani gari yangu si hata hii inaisha? Hivyo na gari yako ndirathira. Lakini na make sure hata enda na gari yake. Natafuta mimi kwa kampuni yangu niko na driver 5. Nilikuwa na 4, nimeongeza mmoja juzi. Sasa kazi ilipanuka nikaongeza driver. Nikamwambia driver mmoja ukibie mapema kwa bishop umbebe na gari yangu aende Nakuru. Period. Si anaacha haka kwa parking. Why do I do that? I'm normal. I'm very much normal. Yes, upstairs iko sawa sawa. Nataka kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Kwani gari yangu ikimbeba aende hapo akiomba. Mimi najua kujitafutia baraka bwana. Bwana asifiwe sana. Na wote. Bwana hiyo sio Kenya Airways. Unajua Kenya Airways hata ukiotea hapo iko na shareholder watu milioni 2. Lakini hiyo ni yang'anga personal vehicle. Bishop abebewe hapo. Aende akiombea hapo. Gari ikiondoka aombe. Akifika aombe. Gari hiyo iombewe. Kwani mimi tabaki hivyo? Lazima utumie akili bwana. Lazima utumie akili. Bwana asifiwe sana. Hiyo njia unajitafutia baraka. Bwana asifiwe. It's part ya kupatana na Mungu. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa na mashamba. Unajua watu naye kutoa hapo wanasikia mtu, do you know bishop anaweza waambia the first plot nilinunua kwa maisha yangu I gave God. Nakitaka kujua, nasema tu kwa sababu niko hapa. Hata watu wajui ile plot imejengwa kanisa la Rogonot ni mimi nilipeana. Na kujenga bishop akatoa pesa mingi sana. Alitoa I think 500,000 pesa yake personal. Ingine akatoa kwa parish. Mimi nilikuwa najua tu. Na ingine nikaongezea. Kwani mimi nitakosa kubarikiwa? I partner with God. Siku yote hiyo kanisa watu wataigia. Obewe na mchungaji Elisavan. Ule yako pa wapone. Umasikini uishi hapo. Kwani mimi najua watu wanauliza. I'm sorry. Juzi nilikutana na mtu. Akaniambia kitu nikastuka. In fact 4 years back. Na sikumjibu. Nikiwa kwa sako. Mimi by the way tuna manage sako a very big sako.
Our circle has 65 million turnover ile tuko nayo. And I thank God Bishop Sugar, Stella, they are members. Bishop Katimu is member number 1. I'm number 4, they are members. Hao hili ni member hiyo circle. Mama Kamari is a member. So niko na washirika Washington huku. Si ndio? So nikiwa lakini tuongea hiyo. Bwana asifiwe sana. So nikiwa kwa hiyo ofisi, mama moja akakuja, nikimwandikia receipt akaanza kulia machozi. Najua nikinyama hiyo nikuta mama analia. Nikamuuliza kwa nini unalia? Najua nilikuwa nimemhubia pipeline akaokoka. Akasema Baba Jimmy, nalia kwa sababu wakati wote huwa unatuona, huwa nilikuwa nawakuta kwa gate yetu ya kampuni. Wamama wengi kama 300 wakiniona wanaondokea gari yangu. Nikamuuliza unataka kuniambia? Akaniambia unaona wakati huwa tunakuona tunapotea, tuliambiwa unaobaga shetani. Oh, nikajifanya jastuka, lakini najua nilikuwa nimeambiwa na mtu wa kwanza. Nikamwambia so, akaniambia nimelia kwa sababu nimehubiriwa na bishop na akafanya otako na akamenenea. Kama hivyo ndivyo unafanyaga, then uombe shetani. Nikaachana, nikamwambia mimi siombe, hata waambia watu siombe shetani. Kukaa mama mwingine nikasikia naongea. Juzi nimebeba another alikuwa MCA. Akaniuliza wewe, unajua ni rafiki yangu, wewe huombi shetani? Guy, huyo alinistua. Karibu niweke gari kado. Nikamuuliza kwa nini? Uko na pesa sana. Tulienda tukiongea hiyo topic. Na hiyo kitu bishop ilinistua. Kwa hiyo na mtu aine. Tulienda kwa ofisi yake kumwambia kaa chini. Nikamtolea kalenda yako iko hapa kwa ofisi. Nikamuuliza mimi nikamwambia ni bishop wetu. Nikamwambia Monday, nikamwambia Saturday tunaenda usiku kanisani, tuna shida huko. Nikamwambia programu yangu. Nikamwambia mimi huwa nafuga siku 3. Kama leo niko kwa maombi. Nikamwambia kama kuomba shetani ni kwenda apostolic na kusikiza huyu bishop, mimi wacha niombe shetani kabisa. Hivyo ndivyo nilimwacha. Bwana asifiwe sana. Unajua watu wanaogopa kwa nini? Tumepatana na Mungu akitubariki wanaanza sasa kukuwekelea. Na by the way, kwani Mungu hana mali yake? Atenao sio gewe na ido. Maogo hapana. Hana kitu. Bwana asifiwe sana. So, let's partner with God. Let's partner with God. Bwana asifiwe sana. Ya 9. Become a devoted worker in the church. Bwana asifiwe sana. Uwe mtendakazi katika nyumba ya Mungu. Na sio mtendakazi pekee, you devote. Devote inasema ni kujitolea zaidi. Bwana asifiwe sana. Hiyo pia ni njia unaweza uda barabara ya kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. I know kuna watu wanaenda kanisani hawafanyi kazi yao ni kuja kusikiza na lakini kama kuna madam our sister moja nimeona tukiingia tu akiona tumekaa chini kuna maji nakuja. Na hiyo maji ni sweet. Kuna kitu inapita ile ya kwetu lakini it's very sweet. Hiyo maji bishop hiyo ni sweet. Nitauliza ile inatengeneza. So kuna watu wengine kanisani ni intercessor. Wengine ni wahubiri, si ndio? Wengine wanafanya hii. Usikubali kukaa chini tu. Kazi yako ni kuingia na kutoa. Wanaitwa church goer. Hiyo haitoshi. Be a church worker. Devote yourself. Ukifanya hivyo, kuna barabara yako unatengeneza ya baraka. Nilikuwa naangalia juzi nikaona mimi niko na kazi kama 8 nafanya kanisani. Kuna home church na jana waliiba wimbo mzuri. Kuna home church moja naongoza, nafikiri iko na membership kama 110. I'm the coordinator. Mimi ni mdogo wa chairman wa wazee. Mimi nafanya kazi ya sako, mama hesabu ya mama charity, nitamfanyia mahesabu. Na kazi zingine mingi tuna discipleship team. Kuna idara bishop alianza ya kufuata wale ambao wameokoka. I head that department. Kuna kazi mingi. Hatuwezi kubali kukaa hivi. Ukidevote yourself kwa kazi ya Mungu vizuri. Believe me, kuna barabara ya baraka unatengeneza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ya mwisho, separate yourself.
hiyo nitafuga Bible, nitafuga hii kitabu yangu. Separate yourself kabisa. Kuna watu hawajakubali kuseparate. Wewe unajua dada kanisani ni mtu wa hivi hivi. Unajua watu sio straight. Bwana asifiwe sana. Na huyu mtu bado mko rafiki. Mmefugwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Wewe unajua kuna ndugu kazi yake ni kukopa madeni hapa akifanya mambo chafu. Unaenda separate yourself kabisa. Live a clean life. Bwana asifiwe sana. Separate kabisa. Ukijua mtu ni wa Mushene, Mushene hapa inaitwaje? Si ni Mushene? Iko na jina lingine. Pigia Bishop Shoga. Pigia Bishop Shoga makofi. Hata anafanya mdomo namna hii. Ukijua mtu kanisani hata kama ni rafiki yako na sio mtu anaenda na njia ambazo zinastahili, separate kabisa. Separate kabisa, si ndio? Usikubali kuunganishwa na huyu mtu. Bwana asifiwe sana. Ukijua huyu mtu mambo yake ni mambo haieleweki, achana huyu mtu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Separate. With that much ama kidogo, God bless you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you.